Ndiko anasema mtu akikupiga shavu la kushoto mgeuzie na la kulia ili apige. Nipige. Lakini kakaangu, mbona hata mwenyewe umenipamia? Anyway, nisamee sana. Sikutegemea kama hichi kingetokea. Nilikuwa na mawazo tu. Bahati mbaya pia. Sorry. Ina maana au mawazo yako ndio afanye unapiga watu barabarani? Wewe je kumkosea mtu? Au neno samani uelewe? Sasa nasema hivi, nipige. Nipige. Sasa nisikilize. Ili maandiko yatimie, inabidi unipige na shavu la kulia. Na kama umeshindwa kunipiga, inabidi mimi nikukamue wewe. Kama basi sawa. Unataka kunipiga mimi? Basi nipige. 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 Hata hivyo nishazoea sana kupigwa mimi. Nipige. Nipige basi, si unataka kunipiga? Nipige. Kupigwa sio shida zangu. Nipige basi kaka. Kakaangu nipige basi. Mbona unipigi? Nipige. Nipige nimesema. Kaondoka. Wewe kaka. Njoo nipige basi, mbona umeondoka? Njoo nipige. Subiri, njoo nipige. Njoo nipige nimesema, mbona unaondoka? Njoo nipige nimesema. Unaondoka Njoo nipige. Majuta mjanja Hata hivyo nishazoea sana kupigwa, nishazoea. Sio shida zangu mimi. Umeyakwepa Wetami wewe. Ina maana ulikuwa unanimwagia maji makusudi, si ndio? Hiyo mimi hainihusu. Kinachonihusu tu hapa, nataka nijue unatoka wapi na ulikuwa unafanya kitu gani. Hicho ndio kitu ambacho nakihitaji tu. Halafu kama unajichukulia sheria mkononi, unatoka hapa nyumbani huagi, hatujui umeenda wapi, hatujui unafanya nini, hatujui uko kwa nani. Au kwa sababu ya wewe hawala lako umemkimbilia, hujali kwamba hapa nyumbani pana shughuli kibao, unatakiwa uzifanye. Au unajua mimi ni mfanyakazi wako sasa, kwamba ukitoka ukirudi kazi zako zote nitakuwa nishazifanya. Binti, tena tafadhali sana, unapotoka nyumbani uage, tujue umeenda wapi, unafanya nini, unafanya kitu gani. Ndio hicho tu. Unataka kujua nimetoka wapi? Wewe kama nani unaniuliza hivi? Mimi kama nani? Umesahau mimi kama nani? Mimi ni mama mwenye nyumba na sheria zote ninazo hapa nyumbani, na nina mamlaka yoyote ya kukuamrisha wewe, kwa sababu wewe hapa nyumbani sio kwako, hapa wewe ni mgeni. Au umesahau kwamba hii nyumbani ya kwangu mimi na mume wangu? Kwa hiyo ukitoka unajiamulia tu, unaondoka, hatujui kwamba umeenda wapi na unafanya kitu gani. Yaani wewe binti unatuchukuliaje hapa nyumbani? Okay, kama kuniambia unaona ni shida, basi sawa, lakini kumbuka kwamba mwanaume wako huyo Kanoni alikuwa anakutafuta sana. Kabla hajatoka alikuwa anakutafuta sana. Sasa akirudi utajua cha kumjibu. Sasa unataka kunijibu mimi, utakuja kumjibu yeye maswali yake yote atakayokuja kukuuliza. Bado sijatoka, nilikuwa najiandaa hapa ili niweze kutoka kwenda kumtafuta huyo mjinga. Sasa ngoja nitoke. Ujinga hapo. Wewe Farida, unaweza kuniambia umetoka wapi? Unaniuliza natoka wapi? Kama nani labda? Kama nani? Yaani unauliza mawingu mbinguni? Nani kaweka kule? Mimi ni Kanoni, baba mwenye mji huu, mwenye hili kasri hapa. Kwa hiyo nina haki ya msingi kabisa ya kuuliza umetokea wapi hivi sasa. Haya baba mwenye nyumba, Jaji. Nilikuwa nyumbani kwetu. Kwani kuna tatizo mimi kwenda nyumbani kwetu? Nyumbani kwenu? Nyumbani ipi unaongelea wewe? Hiyo nyumbani ambayo mimi nimetoka nyumbani kwenu huko, nimetoka kukuhangaikia wewe, kukutafuta, nafika naambia kwamba wewe haupo. Na ule nyumbani najiandaa sasa hivi, nataka niende nikakutafute kwenda huko mtaa kwa mtaa, usiku kwa Tolu, usini wapi. Najua wewe huna sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kwa Tolu. Kwa hiyo nilikuwa najiandaa ndani kwangu, nitoke niende nikakutafute huko huko kwa mjinga mwenzako, nikuchukue nikurejeshe nyumbani. Lakini punde si punde umekuja mwenyewe. Sasa naomba hii ikae akilini mwako. Hauna ruhusa yoyote ya kutoka kwenda kokote kule bila mimi kukupa ruhusa hiyo. Usichukue maamuzi na kuchukua sheria mkononi ya kutoka nyumbani kwangu kwenye kasi za msukuma na kwenda sehemu nyingine yoyote ile, kwa sababu bado hujasaini talaka zako. Ila ukisha saini talaka zako utakuwa na uhuru wa kwenda sehemu yoyote kwa namna yoyote ile.
kwa sababu utakuwa una uhuru, kwa sababu umeshasaini zile karatasi zako, nyaraka zote uko nazo, na utakuwa hauna tena umiliki na umiliki yoyote kutoka kwangu. Sasa hivi uko under control ya Msukuma, pasi kwenda kokote. Kanoni, muda wa kusaini talaka ukifika, nadhani mimi nitasaini, lakini sasa hivi moyo wangu haunipi kabisa mimi kusaini talaka. Na kingine sasa, hapa nyumbani nitatoka muda ambao ninataka. Bullying and treating others badly can destroy love, friendship, and trust. Hurtful words, insults, and disrespect may seem small, but they often leave deep emotional scars. People who constantly provoke or mistreat others usually push away those who care about them. Instead, kindness, patience, and respect help build stronger relationships and create a peaceful environment. Every person deserves to be treated with dignity, regardless of their differences. Before speaking or acting, think about how your words or actions might affect someone else. Avoid responding to anger with more anger, and choose forgiveness whenever possible. Showing compassion does not make you weak. It shows maturity and strength. Small acts of kindness can brighten someone's day and inspire others to do the same. By avoiding bullying and cruelty, we protect love, encourage unity, and create a community where everyone feels safe, valued, and respected. True strength is found in caring for others, not in hurting them.